Ni rasmi sasa, klabu ya Simba tayari imekwisha mtambulisha mlinzi wa kulia raia wa Tanzania Nathaniel Chilambo, mlinzi huyu kutokea kunako kikosi cha Azam Football Club, ikiwa ni taarifa za mapema ambazo zilikuwa zinazungumza kwamba klabu hiyo ya Simba ipo kwenye mazungumzo, na hatimaye siku ya leo klabu ya Simba imemtangaza mlinzi huyo ambaye pengine anaweza kwenda kuwa mrithi wa Shomari Kapombe katika upande wa kulia, eneo ambalo Kapombe kwa miaka ya hivi karibuni amekuwa akitawala katika kiwango kikubwa na kiwango bora ambacho kimewafanya baadhi ya wachezaji ambao walikuwa bora katika hilo eneo kushinda kupata nafasi ya kwanza kunako kikosi cha kwanza mbele ya Shomari Kapombe. Alikuja hapa Israel Patrick Mwenda akiwa bora lakini akashindwa. Alikuja hapa pia Jimson Mwanuke akashindwa. Alikuja pia hapa Kevin Kijiri na yeye pia ameshindwa, lakini pia misimu kadhaa alikuwepo hapa David Kameta Duchu ambaye ndiye kwa msimu uliopita alikuwa akifanya naye ile partnership kwamba kubadilishana yeye na Shomari Kapombe. Lakini rasmi siku ya leo klabu ya Simba imemtangaza nyota mpya Nathaniel Chilambo miongoni mwa walinzi bora kuwahi kutokea katika ardhi ya Tanzania, na kwa msimu uliopita alikuwa kwenye kikosi cha Azam Football Club, katika timu ambayo alikuwa hapati nafasi ya kuonekana kutokana na aina ya wachezaji ambao walikuwa wana compete naye katika eneo la mlinzi wa pembeni, kwa maana ya Lusajo Mwaikenda. The way ambavyo kiwango chake kilikuwa bora ndicho ambacho kilimfanya kutokuwa katika fomu yake ama kutopata nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza cha Azam Football Club chini ya mwalimu Flora Ibenge. Haya ni maandalizi tu kwa msimu mpya wa kimashindano. Simba ameanza kujiandaa. Unapoona wanasajili wachezaji kama hawa ambao wana ubora mkubwa, kwa sababu binafsi yangu ukiniambia Chilambo ni miongoni mwa A-list fullbacks wa kulia katika nchi yetu ya Tanzania kwa wakati huu, kutokana na kiwango, kipaji ambacho yuko nacho, namna nzuri ambayo amekuwa na ubora mkubwa katika upande wa kudefend, katika upande wa kushambulia, lakini pia katika uwanda mzima wa kuipa team balance pale ambako inakuwa katika sura mbili, kwa maana sura ya kushambulia lakini pia sura ambako itakuwa ni second team, kwa maana inapokwenda kukaba na kutafuta mpira. Chilambo katika hilo eneo amekuwa na ubora mkubwa tangia akiwa na kikosi cha Ruvu Shooting ya mkoani Pwani. Alikuwa ni nyota ambaye alikuwa na kiwango bora, kitu ambacho kikaipelekea Azam Football Club kuweza kumsajili nyota huyo akiwa na kiwango bora. Kwa hiyo Simba wamejaribu kuangalia na kupata saini yake, na siku ya leo tayari wamekwisha mtangaza nyota huyo raia wa Tanzania. Binafsi yangu nafikiri ni moja kati ya usajili ambao Simba utaenda kuwalipa kwa aina ya mchezaji ambaye wamempata. Ni mchezaji ambaye ana ile fighting spirit, lakini pia ni mchezaji ambaye anajituma sana kiwanjani, kwa maana sio abiria, kwa sababu yeye mwenyewe binafsi yake anaamini kwamba kuna kitu ambacho kwenye mpira anakidai na yeye inabidi approve ili mradi ulimwengu wa soka uweze kumfahamu. Na Simba ni miongoni mwa klabu ambayo kama akiwa na kiwango bora kama kile ambacho alikionyesha akiwa na Ruvu Shooting, akiwa na klabu ya Azam na akakihamishia pia kwenye klabu ya Simba, huenda akawa ni mchezaji ambaye akaenda kupoteza ufalme wa Kapombe na kuchukua ufalme katika upande wa kulia wa klabu hiyo ya klabu ya Simba, kwa sababu Simba msimu ujao ni miongoni mwa timu ambazo zitakwenda kushiriki katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwenye mashindano mengine ya ndani yakiwemo ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia na kombe la shirikisho la TFF, kombe ambalo kwa msimu ujao Simba ataingia nalo kama bingwa mtetezi katika hayo mashindano. Kwa hiyo ni rasmi, Simba wameanza kujenga timu na tayari wamekwisha tangaza nyota wawili hadi hivi sasa. Kelvin Nation Naftari kutokea Pamba Jiji ya huko jijini Mwanza, lakini pia na Nathaniel Chilambo mlinzi wa kulia huyu raia wa Tanzania kutokea kwa kikosi cha wanatamtam Azam Football Club. Nikushukuru mtazamaji, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.